Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Kama mnavyoona hayo ni majani ya mwarobaini. Kwenye mwarobaini, kuna mwarobaini wanaoita mwarobaini wa asili, lakini kuna mwarobaini wanaoita mwarobaini wa kisasa. Sasa inategemea na wewe utaupata mwarobaini gani. Kwetu sisi huku tulipo, mwarobaini unaopatikana ni mwarobaini wa namna hii kama ambao unauona hapo kwenye picha. Huu mwarobaini ndio tumekuwa tukiutumia sana kwa kuku wetu. Tunautumia sana kwenye kutibu, lakini vile vile kwenye kukinga magonjwa mbalimbali. Sasa leo hii nitakutajia magonjwa 4 ambayo yanatibiwa vizuri kabisa na mwarobaini, lakini vile vile unaweza ukayakinga magonjwa haya vizuri kwa kutumia mwarobaini. Kama unavyoona sisi hapa shambani kwetu huwa tunautumia sana huu mwarobaini, huwa tunausaga sana. Tunausaga kwenye blender au kama hakuna umeme basi tunautonga kwenye kinu kama ambavyo unaona hapo. Sasa kwa sisi hapa ambapo tunatwanga, lengo letu sisi ni kukinga. Hapa tunataka tukinge ugonjwa wa gomboro kwa kuku. Sisi kama tunavyojua huwa tununui kabisa dawa za dukani pamoja na hizi chanjo za dukani. Sasa hapa sisi tunataka tukinge gomboro kwa kuku kwa kutumia haya majani ya mwarobaini, kwa sababu haya majani ya mwarobaini ni kinga pia ya gomboro. Kama unavyoona hapo tuna vitunguu maji, tuna vitunguu saumu, tuna tangawizi, lakini vile vile tuna haya majani ya mwarobaini. Kwa hiyo mchanganyo ambao unauona hapo tunausaga, halafu tunaweka kwenye maji ya kunywa. Tunawekea kuku wanaotembea nje, lakini vile vile tunawekea kuku ndani. Lengo kubwa hapo ni kukinga gomboro. Hii ni wiki ya pili kwa vifaranga wetu, na ndio maana tunataka tuwakinge na gomboro. Hatununui chanjo ya dukani, na tunatumia mchanganyo huo kwa ajili ya kuwakinga na gomboro. Sasa magonjwa mengine ambayo unaweza ukatumia mwarobaini kukinga ni kideri. Kideri pia kinaweza ukakinga kwa kutumia mwarobaini. Kwenye kideri hapa huwa tunaweka majani ya mwarobaini, tunachanganya na majani ya aloe vera, tunaongeza kitunguu saumu na tangawizi. Ukiyatumia kwa mtindo huo utaweza kukinga kabisa ugonjwa wa kideri shambani kwako. Unaweza ukaongeza pia na kitunguu maji, lakini kitunguu maji tutaweka kidogo sana, usizidishe. Ukizidisha kitunguu maji huwa kinakuwa kina shida kwa kuku. Kinawasababisha kuku wao wanaishiwa damu au wanapungukiwa damu. Kwa hiyo huo ni ugonjwa wa pili ambao unaweza ukatumia mwarobaini kwa ajili ya kukinga. Na ugonjwa wa tatu ambao unaweza ukatumia mwarobaini kukinga ni ugonjwa wa ndui. Ugonjwa wa ndui pia unaweza ukatumia mwarobaini kukinga. Ukachukua mwarobaini, ukaweka mwarobaini, kitunguu maji, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Ukiweka hivyo pia utakuwa umekinga ndui. Na ugonjwa wa 4 ambao unakingwa vizuri kabisa na mwarobaini ni typhoid. Ugonjwa wa typhoid tunautumia sana kukinga kwa kutumia mwarobaini, kwa sababu ni ugonjwa ambao ukiingia kwa kuku wako huwa ni ngumu sana kuondoka. Ni ugonjwa ambao utakusumbua sana, na usipowakinga mapema basi ni rahisi sana kupata typhoid, hasa kipindi hiki cha mvua. Inapokuja kipindi cha mvua, kuna wale vimelea wengi wa magonjwa wanapenda kukaa sehemu ambazo zina unyevu au kwenye maeneo ambayo maji yanatiririka. Kwa hiyo ni maeneo ambayo yanakuwa na uchafu mwingi sana. Kwa wale bakteria wa magonjwa mbalimbali ikiwemo bakteria wa magonjwa ya typhoid huwa wanapenda kukaa maeneo hayo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho kuku wanaugua sana typhoid. Ili kuwakinga huwa tunawapa sana mwarobaini, na kama unavyoona huu ni msimu wa mvua. Kwa huku kwetu huu ni msimu wa mvua, kwa hiyo tunawapa hata kuku wa nje. Lengo la kuwapa kuku wa nje sio kwa ajili ya kukinga gomboro, kwa ajili ya kukinga kideri pamoja na typhoid kwa kuku. Kwa hiyo hata wewe kama unaweza kuupata huu mwarobaini kipindi cha mvua, hakikisha kila wiki walau siku 3 umewapa, kwa sababu ni kipindi ambacho ni hatari sana kwa magonjwa ya typhoid pamoja na kipindupindu, lakini vile vile pamoja na kideri kwa miezi kama hii ambayo inakuwa ina mvua. Sasa tuelekee kwenye magonjwa ambayo yanatibiwa vizuri kabisa na mwarobaini. Kwanza kabisa tuanze na ugonjwa wa typhoid. Ugonjwa wa typhoid unatibiwa vizuri na mwarobaini. Mchanganyo wako wewe, kama tayari kuku wako wana typhoid, ile serious typhoid, wana ile miharo labda ya njano imechanganyikana na kijani na nyeupe, wamedhoofika, hawachangamki, hawali, basi hapo huwa tunajua huo ni ugonjwa wa typhoid. Typhoid ni miongoni mwa magonjwa ambayo yanatibiwa kwa dawa ambazo zina sulfa ndani yake, kwa sababu kuku anakuwa anaharisha sana, na kuku anapokuwa anaharisha huwa tunatumia michanganyo ambayo inakuwa ina sulfa. Sasa hapo kwa kesi ya typhoid, ukiona kuku wako serious kabisa na hii typhoid, utachukua haya majani ya mwarobaini, utachanganya na majani ya mpera, kitunguu saumu, tangawizi. Ukiwapa ndani ya siku 3 mchanganyo wa namna hii ambao umeutengeneza vizuri kabisa kwa muda wa siku 3 tu, basi kuku wako utakuta wamepona kabisa typhoid. Na kama hautakuwa makini kwenye kuwatibia typhoid, kuku wao wanakufa sana, kwa sababu
unaweza ukaondoka ukaenda kununua dawa ya dukani. Ukienda dawa ya dukani utapewa ESB3, utapewa Agrocoxid, Trimafarm na kadhalika. Utawapa kuku wako, lakini hautopata matokeo yoyote yale. Wakati unaweza kutumia hiyo michanganyo ya asili na ukawapa wakapona vizuri kabisa. Typhoid ni ngumu sana kupona kwa dawa za dukani. Kwa yule mtu ambaye amewahi kukumbana na hii changamoto ya hii miharo ya kijani ya kupauka, njano ya kupauka, njano iliyokolea pamoja na nyeupe labda brown zimechanganyikana, akatibia kwa dawa za dukani, nadhani atakuwa ananielewa vizuri kabisa. Huwa ni ngumu sana kutoka kwa dawa za dukani. Kwa hiyo kwa kesi ya typhoid ukitumia huo mchanganyo unapona kabisa. Pia ugonjwa mwingine ambao unatibiwa kwa haya majani ya mwarobaini ni ugonjwa wa kideri, lakini vile vile ugonjwa mwingine ambao unatibiwa vizuri kabisa kwa majani ya mwarobaini ni kipindupindu cha kuku. Kipindupindu kuku anakuwa anaharisha, anakuta nyeupe imeungana na njano ya kupauka, anaharisha na dhofika. Na ugonjwa mwingine ambao unatibiwa ni ugonjwa wa gomboro. Ugonjwa wa gomboro pia unatibika vizuri kabisa na majani ya mwarobaini. Kama tunavyojua magonjwa hayo ukiangalia yote yana miharo, kuku wanakuwa wanaharisha sana. Na kuku wanapoharisha lazima tuwape michanganyo ambayo inakuwa ina sulfa. Hata haya majani ya mwarobaini yana sulfa, lakini vile vile yana madini mbalimbali ambayo ni muhimu sana kwa kuku, hasa kwenye kuwafanya waweze kuwa strong au waweze kuwa imara kutokana na magonjwa ambayo yanawapelekea wao wanaharisha sana. Kuku wanapoharisha sana wanakuwa dhaifu. Kwa hiyo anahitaji madini, anahitaji vitamin, anahitaji na hizo tiba kama hivyo ili aweze kukaa sawa. Kwa hiyo kwa hayo magonjwa kama kuku wako wataumwa kwenye mchanganyo wako, hakikisha na majani ya mwarobaini yapo, utaweza kupata matokeo mazuri kabisa kwa muda wa siku 3 tu. Kama haujui namna ya kuchanganya hii mimea ili uweze kupata tiba sahihi ya ugonjwa wako, tunakushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili za kuku. Hiki kitabu kinauzwa 10,000 tu, lakini kitakupunguzia gharama zote za kununua madawa ya dukani. Badala yake utakuwa unatengeneza wewe mwenyewe tiba na kuku wako wanapona kabisa. Kitabu ni 10,000, ukilipia unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Pia tuna vitabu vingine 4 vinavyohusika na kutengeneza chakula pamoja na booster pamoja na chanjo mbalimbali za asili. Tuna kitabu cha safari ya ufugaji, tuna ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, tuna ufugaji wa broiler, lakini pia tuna mwongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili.